Na karibu. Hii ni Mamlaka ya Serikali Mtandao IGA, na tunaendelea kuzungumza na viongozi mbalimbali ambao wamefika na kuhudhuria kwenye kikao kazi cha 6 cha Serikali Mtandao, na pembeni yangu niko na mkuu mwingine hapa kutoka Tume ya Maendeleo ya Ushirika. Habari ya kwako? Nzuri tu, habari za kwako? Salama. Mimi naitwa Musa Enoch. Unaitwa nani? Mimi naitwa Benson Diege, ni mrajisi wa vyama vya ushirika. Sisi tumeleta mfumo ambao unaitwa mfumo wa usimamizi wa vyama vya ushirika, MOVE kwa kifupi, ambao umetengenezwa kwa TCDC kushirikiana na Mamlaka ya Mtandao Serikali, na ni mfumo ambao upo kwa ajili ya kulinda maslahi ya wanaushirika. Hapa tumekuja na mfumo wa MOVE ambao ni mfumo mama kwa ajili ya kusimamia vyama vya ushirika. Niseme ni miaka miwili, kwa maana kwamba tulikuwa na mwaka wa kwanza wa kutengeneza mfumo, lakini mwaka wa pili ndio sasa tuna roll out. Vyama vyetu 6466 vyote sasa hivi vinatumia mfumo. Moja ya eneo ambalo nimesema ni kwamba huu mfumo tunaunganisha na mizani ya kidijitali, ambayo mizani hizi nazo zimenunuliwa na serikali kwa ajili ya kuwasaidia wakulima, kwanza wawe na vipimo sahihi, lakini pia wawe na taarifa sahihi. Kwenye huu mfumo serikali sasa inapata mapato kwa kweli, baada ya kuanza kutumia mfumo wa kidijitali huu wa MOVE. Ndio mapato yale ambayo unasema mfuko wa usimamizi wa vyama vya ushirika umeongezeka sana, kwa sababu taarifa zile zinakuwa ni sahihi. Taarifa sasa, takwimu zimekuwa vizuri zaidi. Kwa hiyo sasa hivi ninaposema kwamba hali ya ushirika iko namna fulani, maanake ni kwamba tunakuwa accurate zaidi. Bila shaka hata wewe sasa hivi umeanza kupungua, kwa sababu kila kitu nakipata kupitia mfumo ukiwa pale ofisini. Huko sahihi kabisa, kwa sababu ninaweza kama nilivyosema, kwa mfano kuna let's say nichukulie vyama vya akiba na mikopo, kulingana na huduma ndogo ya sheria huduma ndogo za fedha, daraja B wanatakiwa kuleta taarifa yao kwa robo kwa mwezi. Daraja B ni wale wakubwa ambao wana milioni 200 kama mtaji mpaka kuendelea juu, lakini kuna wale ambao wana chini hapo wanaitwa daraja A, wanatakiwa kuleta taarifa zao kwa robo mara moja. Sasa ili uweze kujua hizo taarifa, ina maana kama hamna mfumo, manake kila mtu aanze kutengeneza makaratasi yake akuletee uweze kuchambua, lakini kupitia mfumo akiingiza tu takwimu zake kwanza moja kwa moja unazipata, alafu analysis inafanyika moja kwa moja kwenye mfumo. Kuna moja ambalo nilikuwa nataka niliseme labda mawili, lakini moja ni kwamba baada ya kuanza kutumia mfumo wa MOVE ambao tumeutengeneza pamoja na IGA, imeonekana sasa kuna fursa kubwa sana kwenye sekta ya ushirika. Kwenye ushirika labda TEHAMA alikuwa anatakiwa tu mtu ambaye yuko TCDC, lakini sasa kwenye vyama kule, kwa sababu wana mifumo, tunahitaji maafisa TEHAMA waende kule. Kwa hiyo vijana wanaosoma na wataalamu wanatakiwa waende kule wakapata zile nafasi za maafisa TEHAMA. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba fursa imekuwa kubwa, na ndio maana tuko hapa ili kuwaambia Watanzania, kuwaambia wadau na washirika wengine kwamba jamani, tuna fursa huko. Wale ambao wanataka fursa za kuajiriwa, wale ambao ni wabunifu, lakini wale ambao wanataka pia kuwahudumia wananchi kupitia ushirika. Wanaweza kuwa labda wanataka kuleta vitendea kazi, wanataka kuongeza ufanisi wa ushirika kupitia TEHAMA, wanaweza kufanya hivyo. Kwa hiyo wanaweza kuwa wakachambua vyama vyao vichache, wakasema bwana, sisi tutawasaidia hawa, tutawapa kompyuta, tutawapa nini. Sisi tuko tayari, na ndio maana tuko hapa ili kualika wadau tuje tufanye kazi pamoja. Sisi ni serikali, lakini wao wakija kama private, ukiungana mabadiliko yatakuwa makubwa zaidi.